katika hotuba hii ya bajeti ya wizara yetu inayohusiana na tawala za mikoa, serikali za mitaa pamoja na idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na jambo muhimu sana kwamba nilitamani Mheshimiwa Waziri angemwalika meya wa jiji ambalo ndio kitovu cha Pemba, Mheshimiwa Suleiman Makame Ali, kwa sababu ni katika watu ambao walikuwa wanapiga kelele sana hapa kuhusiana na maslahi ya Zanzibar, na naamini Chake Chake kuwa kwenye mikono ya meya huyu, naamini kwamba mji wa Chake Chake utang'ara na yale aliyokuwa anayasema hapa yataonekana sasa kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuwa mkali sana kwenye mambo ya kanuni, lakini nikukumbushe kwamba tuna kanuni 177. Kanuni ya 171 inazungumzia mambo ya shukrani, pole na pongezi. Wewe huitaki hiyo na kiti chenu hapo hamuitaki. Imesema akisha kupongeza mmoja, akisha kushukuru mmoja, wengine inatosha kwa sababu ya muda. Wewe huitaki na anayekaa kwenye kiti hapo kwa kukufuata wewe labda hawaitaki. Naomba nikumbushie hii 171 mpaka 4 tuisome ili unapoongoza hapo uongozi kwa ufasaha zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia hiyo kanuni unaoipenda sana ya 62 ina vifungu vidogo 9, sio kimoja tu. Nayo pia naomba utakapofika nyumbani leo uipitie ili uweze kuwa mfasaha zaidi. Matumizi ya kifungu kimoja tu cha kanuni kwa raha zako haitutendei haki, na tunaomba tutendewe haki. Kwa niaba ya wenzangu, sizungumzi wa ACT Wazalendo, linaweza kumtokezea yoyote hapa, lakini kwa sasa hivi linaonekana linatokea zaidi kwa ACT Wazalendo. Linaweza kumtokea yoyote kati yetu, msidhani kwamba litamtokea kwa ACT Wazalendo. Inategemea na mudi ya mwenyekiti pale alokaa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikumbushie hayo. Kanuni ya 62 ina vifungu 9. Kifungu unachokitumia wewe ni kile yanayoruhusiwa na yasiyoruhusiwa, lakini kuna kifungu cha 9 ambacho kinazungumzia na maslahi binafsi. Watu wengi humu tunapochangia tunaangalia maslahi binafsi, hujawahi kukikemea. Naomba nikumbushie pia hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo nianze mchango wangu kwenye wizara hii. Wizara hii kama zilivyo wizara nyingi za serikali duniani, wizara zinaanzishwa kwa lengo la kuwafanya wananchi wapate tija. Lakini kadri tunavyosonga mbele, wizara zetu za Zanzibar badala ya kuwa faraja zinakuwa kero kwa wananchi. Na hii ni moja katika wizara ambazo bila kukusudia viongozi wa juu, naamini sio nia yao, lakini watendaji wa kati na kati wanazifanya wizara badala ya kuwa faraja zinakuwa karaha, zinakuwa kero. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi sasa hivi inaelekea huko, badala ya kuwa faraja inakuwa kero. Nakumbuka wiki 2 zilizopita gari yetu ya Baraza la Wawakilishi ikiwa na plate number ya SMZ tumekuja imeshatolewa plate number. Ukiuliza sababu ya msingi haipo. Baada ya nusu saa akaja kuzirekebisha tena, na bahati nzuri siku ya pili tulikuwa tunaenda kama kamati kukagua wizara ile. Kwa hiyo naomba hili jambo la kwamba wizara badala ya kuwa faraja zinakuwa karaha, viongozi wa juu wawafunze hawa viongozi wa kati na kati, kwa sababu sio viongozi wa juu. Mheshimiwa Kitwana pale, graduate from Fidel Castro, hawezi kufanya mambo ambayo yanafanywa na vikosi hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 28 mwezi Oktoba katika kituo cha Ziwa Kije walikuja askari au watu waliovalishwa nguo za jeshi hivi vikosi vyetu, wakiwa na bunduki, silaha, wamepanga foleni, wakapiga kura kwa hasira 2, 3, 4, 5. Baadhi ya watu waliokuwepo around wakaenda kumwambia askari dhamana wa kituo, ndipo walipokuja kufurushwa.
Hilo tunashukuru. Askari jeshi la polisi lilitambua lile kwamba askari anayetaka kupiga kura si jambo la busara kupiga kura akiwa na silaha. Wamepiga foleni karibu 20-25 kwa wakati mmoja wakiwa wamebeba silaha za moto. Kwa hiyo tunaomba hili jambo, Mheshimiwa Waziri, nyinyi viongozi wa juu tunaamini sio dhamira yenu, na wakati mwingine mengine hamuyafahamu kwa sababu yanafanywa nyinyi mkiwa hampo. Kwa hiyo hilo ni la kweli, na mimi sina haja ya kuleta shahidi mwingine. Kituo kingine cha Kiungoni, jambo hilo hilo limetokea majira ya saa 9 siku ya tarehe 29, siku ya kupiga kura. Jambo hilo hilo limetokea katika kituo cha Pandani. Askari waliovalishwa, hatuwezi kusema kwamba ni askari, lakini ni watu waliovalishwa nguo za vikosi, wamepiga foleni wakiwa wamebeba silaha, si mmoja, si wawili, wala si 10, zaidi ya hapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, serikali inasikia kwamba tuwaambie watendaji wetu wakati na kati, hizi kero zinazofanywa na wizara nyingi hazifanywi na viongozi wa juu, zinafanywa na hawa wakati na kati hapa, na hii inahitaji mafunzo na pia kuwa na mikakati labda ya kuwaadabisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye suala la maegesho, kwa mfano katika mji wa Zanzibar kumekuwa na mwingiliano mkubwa kati ya baraza la mji, sijui mamlaka ya Mji Mkongwe, sijui Osaju na kadhalika. Imekuwa kero kubwa sana. Unapaki sehemu moja unalipa 1000 au 2000, baada ya dakika 5 ukipaki sehemu nyingine wakwambia ile mamlaka tofauti. Tunaomba serikali ili synchronize hili jambo. Mheshimiwa Waziri nikizungumzia synchronization anafahamu. Fanyeni synchronization ya jambo hili hasa kwenye mambo ya parking. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi bahati nzuri nina gari mbili, moja RAV4, moja Escudo. RAV4 iliyoko Pemba ilienda Septemba 2021. Kwenye mfumo inaambiwa Oktoba imepaki darajani masaa 12. Na hizo masaa 12 ziko nyingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku ya sikukuu ya Eid al-Fitr nilienda mimi katika viwanja vya Kisakasaka, nikapaki msituni, nikaletewa risiti imeprintiwa Kwerekwe C, nilipe 2000. Nilipoicheki ile QR code, QR kwa loko hawafahamu ni quick response. Kama una tatizo na jambo uniletewa ticket, una wasiwasi, sio ile QR unaimunika ni quick response, haisemi chochote, ina maana it was fake. Kwa hiyo haya maegesho imekuwa kitega uchumi cha baadhi ya watu na kuidhalilisha serikali. Kila unapoenda msituni, pahala umepaki, pengine unazungumza na simu, parking. Sisi tunafahamu wizara responsible na mambo ya mawasiliano ndiyo responsible ya maegesho, lakini sasa hivi Mji Mkongwe, Osaju, mamlaka ya Mji Mkongwe, sijui baraza la mji, hiyo baraza la mji watakuja kugawika baadaye, watakwambia upande wa ule wa barabara ni fulani, upande huu ni fulani. Kwa hiyo ni tatizo, imekuwa kero. Ukitoa hizi kero za watu wa vikosi ambao hawafanyi kwa maelekezo ya viongozi wa juu, wanafanya kwa utashi wao, hii pia ni kero katika mji wetu wa Zanzibar. Sasa hivi bado haujakuwa sana katika mji wa Pemba, lakini tunanyemelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hilo naomba serikali iwe na mfumo unaoeleweka, mfumo mmoja unaotambuana. Hata kama umepaki kwa Osaju, uwe umeshatambuliwa angalau ile saa yako moja uweze kupaki sehemu nyingine, ziwe zinaonana ile mifumo, na hilo sio jambo gumu. Lakini sasa hivi unalipa hapa, ukigeuka barabara ya pili unaambiwa hayo mamlaka mengine ulipe tena. Sehemu hazina hapa hiyo hadhi ya kuita parking. Msitu, kwa mfano Kisakasaka tulipaki msituni, tukaambiwa tulipe 2200, QR code haisemi chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mafungu ambayo nimekusudia kuyazuia, fungu la mapato la wizara 004 ofisi ya Rais TAMISEMI na idara maalum za SMZ, fungu P01 pia nimekusudia kulizuia ambalo linahusiana na uongozi na utawala.
Nimekusudia pia kuzuia fungu P02 ambalo ni uratibu na usimamizi wa IMS, idara maalum za SMZ, lakini pia nimekusudia kuzuia fungu linalohusiana na uratibu wa utawala wa mikoa na serikali za mitaa, na pia nimekusudia kuzuia fungu linalohusiana na mapato ya wakala wa usajili wa matukio, lakini pia nimekusudia kuzuia fungu hilo la mapato peke yake la matumizi. Sina haja ya kulizuia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye Jeshi la Kujenga Uchumi nimekusudia kuzuia fungu P02 ambalo linahusiana na mafunzo kwa vijana wa uzalishaji, vijana na uzalishaji, na hili nimekusudia kulizuia kwa sababu miaka miwili iliyopita, kila mwaka tunazungumzia hapa jinsi ambavyo Jeshi la Kujenga Uchumi hasa pale Msaani wameendelea kutumia ardhi za watu binafsi. Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi walishatoa ufafanuzi kuhusu umiliki wa ardhi ile, lakini jeshi hili la polisi na serikali labda hawajatoa maamuzi. Mimi nitahitaji maamuzi. Nina barua kopi 20 zilizoenda serikalini tokea mwaka 21 hadi 23 ambazo bado hazijapata majibu, pamoja na kwamba Wizara ya Ardhi wameshatoa ufafanuzi wa jambo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye suala la usajili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kusajili vifo, kusajili uzazi, kusajili talaka na kusajili vitambulisho, hili watu wanaotambua, nchi wanazotambua ni faida ya ile serikali. Na baadhi ya nchi ukienda kusajili unapewa kupuni ya chakula siku ile, sawa sawa na kupiga kura. Kuna nchi kama South Korea, siku ukienda kupiga kura unapewa kupuni ya chakula kwamba wewe umeitendea haki, umeitendea kazi serikali yako, sawa sawa na huu usajili. Lakini sasa hivi hatuwezi kujua kwamba usajili ni huduma au ni biashara. Sisi tunapendekeza kwamba serikali hii, nchi hii ni ndogo sana, ilifikirie upya suala la usajili. Mifumo yetu ya usajili haijakuwa imara. Mfumo wetu wa usajili unaanza na sheha. Sheha hana taarifa kamili za kuzaliwa kwa mtoto kuliko daktari au mkunga au muuguzi alompokea. Ingewezekana nchi kama South Korea usajili unaanza na daktari alomzalisha mama. Na hapa tuangalie, ikishindikana angalau wale masheha wetu wapate elimu ya kutosha kuhusiana na jinsi ya kutumia mifumo ya usajili. Haya mambo ya kulalamikiwa kuhusu usajili, kuhusu kupata cheti cha kuzaliwa yamepitiwa na wakati, na ni aibu kwa serikali, inatia dhiki. Wakati mwingine mtu hana hiyo 42,000 ya kulipa, anasubiri mwaka mwingine, anaomba mpaka anapata, akienda anaambiwa anaanza tena upya. Kwa mimi nashauri suala hili la usajili lichukuliwe kwa uzito wake, na serikali ilichukulie kama vile ni faida kwa serikali na si faida kwa mtu anaosajiliwa, kwa sababu takwimu ni muhimu sana katika mipango yetu. Tukiwa na takwimu za waliozaliwa, waliokufa, waliotalikiwa, waliopata vitambulisho, mipango yetu imeshapiga hatua moja. Lakini kwa sasa hivi tunavyoendelea, imekuwa kama ni kipusa kupata cheti cha kuzaliwa, hata kitambulisho, hata kupata cheti cha kifo wakati mwingine watu wanapata shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba hilo liwe hivyo, na kwa sababu ya muda mimi nitasita hapa na kushukuru sana. Mafungu nilozoea ndio hayo, na tutaonana wakati wa kupitisha. Asante, shukrani.